Mtume alikuwa anakea familia yake, Mtume alikuwa anajali familia yake. Kwa hiyo ni vizuri na sisi tukajali familia zetu kabla ya kuingia kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Una mke wako, mnunulie abaya zuri, mnunulie kijola kizuri, pengine kijola hiki bwana mke wangu cha kupikia iftari hiki ndani, mnunulie avae kabla ya kuingia kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yaani unatengeneza mazingira afurahie mwezi mtukufu wa Ramadhani. Waingereza wana methali moja wanasema charity begins at home. Sadaka huwa inaanzia nyumbani. Tusiingie katika mwezi mtukufu wa Ramadhani hali ya kuwa tuna viroba vya madhambi. Hali ya kuwa tuna viroba vya madhambi. Tuingie katika mwezi mtukufu wa Ramadhani hali ya kuwa kuna baadhi ya vitu tumevirekebisha baina yetu na Allah subhanahu wa ta'ala. Na miongoni mwa siri au miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza kumfanya mtu atengeneze ukaribu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala ni yeye kuweza kuwasamehe wanadamu wenzie na kutafuta radhi za wanadamu wenzie pale ambapo atakapokuwa yeye amewakosea. Na kuomba radhi au kuwasamehe watu sio ujinga. Uchamungu haupatikani ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, bali ni mtu kuweza kuyaishi yale maisha aliyoyaishi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani nje ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Pale ndio kinakuwa kipimo cha mtu kuweza kuona kama amefikia daraja ya uchamungu au hakufikia katika daraja ya uchamungu. Sasa leo tutasimama na aya moja tu ambayo inaelezea sifatul muttaqun, sifa za wachamungu, ambazo sifa hizo inabidi tujipambe nazo kabla ya kuingia kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Miongoni mwa sifa za uchamungu ikiwemo walafina anin nas, kuwa na kitu kinaitwa at-tasamuh. At-tasamuh maana yake ni kuweza kusameheana. Wachamungu ni wale ambao wana sifa, Mwenyezi Mungu anasema walafina anin nas, wana sifa ya kuweza kuwasamehe watu. Ndani ya Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard, nendeni mbio, fanyeni hima kwenye kutafuta msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, msamaha ambao utawapelekea nyinyi kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, pepo ambayo Mwenyezi Mungu anasema arduha samawati wal ard, pepo ambayo ukubwa wake na upana wake kama unavyoona mbingu na ardhi. Uiddat lilmuttaqin, pepo ambayo wameandaliwa wale ambao watakaokuwa wacha Mungu. Kama tulivyosema kwamba katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tunajifunza kitu kinaitwa ucha Mungu, na Mwenyezi Mungu ameandaa pepo kwa ajili ya watu waliokuwa wacha Mungu. Anasema uiddat lilmuttaqin, pepo ambayo wataingia ndani yake wale ambao waliokuwa wacha Mungu. Mwenyezi Mungu akataja sifa za wacha Mungu watakaoingia katika pepo yake, akasema alladhina yunfiquna fi sarrai, ni wale ambao wanatoa wakati ambapo wanacho, wadharai, na wakati ambapo hawana, hali yao ngumu, lakini bado wanajilazimisha kutoa. Hii ni sifa ya mtu aliyekuwa mcha Mungu. Anapokuwa nacho anajilazimisha kutoa, na anapokuwa hana lakini bado anajilazimisha kutoa. Mwenyezi Mungu akasema walkadhimina alghaidha, wacha Mungu ni wale ambao wana sifa ya kuweza kuzuia hasira zao. Wacha Mungu ni wale ambao wana sifa ya kuweza kuzuia hasira zao. Ukimwona mtu anaweza kudhibiti hasira yake, Mwenyezi Mungu anasema huyu ana sifa ya kuitwa mcha Mungu. Huyu ana sifa ya kuitwa mcha Mungu, kwa sababu hasira ni katika miongoni mwa askari wa sheitani. Hawezi kumdhibiti sheitani ila yule ambaye mtu aliyekuwa mcha Mungu. Kwa hiyo ukijiona una sifa ya kuweza kuzuia hasira zako, basi Allah subhanahu wa ta'ala anasema umeingia katika kundi la miongoni mwa wale ambao wanaitwa almuttaqun, wale ambao wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Mwenyezi Mungu akasema walafina anin nas, wacha Mungu ni wale ambao wana sifa ya kuweza kusamehe watu. Na hapa nipigie mstari, walafina anin nas, wacha Mungu ni wale ambao wana sifa ya kuweza kusamehe watu. Tayib, tunatambua katika miongoni mwa dua ambazo Mtume amefundisha
tukithirishe sana kuziomba katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni ile dua, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ni dua ambayo imekuja Mtume kaifundisha tuweze kukithirisha sana kuisoma katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini vipi unamuomba Mwenyezi Mungu msamaha hali ya kuwa wewe mwenyewe kuna watu umegombana nao kisha ukawa haupo tayari kuweza kuwasamehe? Ni vipi unaweza ukafikia katika kiwango au daraja ya uchamungu hali ya kuwa wewe mwenyewe kuna watu umegombana nao na hautaki kuwasamehe? Ima inawezekana wewe umewakosea wale watu au wao wamekukosea wale watu. Ikiwa wamekukosea, maana yake kufikia katika sifa ya uchamungu ni wewe ukawa na sifa ya kuweza kuwasamehe wale ambao waliokuwa wamekukosea. Na ikiwa umewakosea, miongoni mwa sifa za uchamungu ni wewe kwenda kuwaomba radhi wale ambao waliokuwa umewakosea. Kwa hiyo miongoni mwa sifa kubwa ya uchamungu, wala afina anin nas, kusamehe wale ambao waliokuwa wamekukosea. Tunajifunza hili kupitia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Asoma katika historia, katika Fathu Makka, Mtume alipokwenda kuukomboa mji wa Makka. Tunajua Mtume alifukuzwa katika mji wa Makka, akakimbia akaenda katika mji wa Taif, baadaye akarejea Makka. Alipotoka hapo akafukuzwa tena akaenda katika mji wa Madina. Na Mtume aliondoka Makka sio kwa kupenda, bali aliondoka kwa maana ya mipango ya makafiri walioipanga ya kutaka kumuua Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini Mtume kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala akawa ameamrishwa aweze kuhama mji wa Makka, akaenda katika mji wa Madina. Lakini vitimbu walivyomfanyia Makuraishi watu wa Makka ni vikubwa sana. Lakini pindi Mtume alipopata nguvu, alipopata izza, alipokuwa katika mji wa Madina, baadaye akatoka akaja katika mji wa Makka kuja kuukomboa mji wa Makka. Alikuja hali ya kuwa ana jeshi la watu 12,000. Mtume ana nguvu, Mtume ana watu, Mtume ana kila kitu. Na alipofika pale akawakuta Makuraishi wamesarenda, wamenyoosha mikono juu. Lakini Mtume nini alikifanya? Akawaambia, antum tulaka, nyinyi leo mko huru, mimi sitowafanya chochote, nimewasame. Japokuwa walimfukuza Mtume, walimfanyia madhara Mtume, walimfanyia vitimbu Mtume, lakini bado Mtume akawa na kitu kinaitwa at-tasamu. Mtume akawasamehe. Kwa nini Mtume aliamua kuwasamehe Makuraishi? Kwa sababu alikuwa anajua kwamba sifa ya mcha Mungu ni yule ambaye anakuwa ana nguvu ya kuweza kuwasamehe wengine. Sasa sote tuliokuwepo hapa tunayo makosa yetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamkosea Mwenyezi Mungu kwa dhahir na tunamkosea Mwenyezi Mungu kwa siri, na tunatarajia kupata msamaha wake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini vipi tunaweza kupata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa sisi wenyewe hatupo tayari kuwasamehe wale ambao wametukosea? Tunawezaje kupata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa sisi wenyewe hatupo tayari kuwasamehe wale ambao waliotukosea? Kwa hiyo kabla ya kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, maandalizi yaliyokuwa bora ni kuhakikisha unawasamehe wale wote waliokuwa wamekukosea. Hii ni sifa ya uchamungu. Lakini pia kama kuna mtu umemkosea, sifa ya uchamungu ni kwenda kumuomba radhi yule mtu, ili utengeneze islahi baina yako na baina ya yule uliyemkosea, ili unapoingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, unapoenda kuomba dua, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna, unamuomba Mwenyezi Mungu msamaha, basi Mwenyezi Mungu aone dhamira yako ya dhati kwamba huyu mtu kweli amekusudia kuomba msamaha wa kweli mbele yangu. Lakini mtu ana mwenzie ambaye kawekeana shonde na mwenzie, pengine wamenuniana, wanagombana, au ana chuki na mtu fulani katika nafsi yake, na kisha anakubali kuingia ndani ya Ramadhani hali ya kuwa kuna mtu aongei naye. Bali ni jambo limekwenda mbali. Kuna mtu anaingia kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, aongei na baba yake mzazi, kuna mwingine aongei na mama yake mzazi, kuna mwingine aongei na majirani zake, mwingine aongei na ndugu zake. Anaingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwenda kuutafuta msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa kuna watu
haelewani nao. Vipi tunaweza kupata msamaha wa Allah hali ya kuwa huku kuna binadamu wenzetu ambao hatuna alaka iliyokuwa njema na wao? Kwa hiyo sifa ya uchamungu ni kuhakikisha ya kwamba tunasameheana baina yetu kabla ya kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hili ni jambo la muhimu sana. Lakini mwisho Mwenyezi Mungu akasema, wallahu yuhibbul muhsinin. Mwenyezi Mungu anawapenda wale ambao ni muhsinin. Muhsinin ni wale ambao wenye kutenda mambo mema, ni wale ambao wenye kufanya mambo mazuri. Wallahu yuhibbul muhsinin. Mwenyezi Mungu anawapenda wale wenye kufanya ihsan. Kabla ya kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni vyema Waislamu tukaupokea mwezi wa Ramadhani kwa kutenda mambo yaliyokuwa mema, kwa kuwa na ihsan kwa wanadamu wenzetu, kwa kuwa na ihsan mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tusiingie katika mwezi mtukufu wa Ramadhani hali ya kuwa tuna viroba vya madhambi, hali ya kuwa tuna viroba vya madhambi. Tuingie katika mwezi mtukufu wa Ramadhani hali ya kuwa kuna baadhi ya vitu tumevirekebisha baina yetu na Allah subhanahu wa ta'ala. Na miongoni mwa siri au miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza kumfanya mtu atengeneze ukarimu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala ni yeye kuweza kuwasamehe wanadamu wenzie na kutafuta radhi za wanadamu wenzie pale ambapo atakapokuwa yeye amewakosea. Na kuomba radhi au kuwasamehe watu sio ujinga na wala sio unyonge. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'an anasema, faman afa, yule ambaye atakayesamehe, wa aslaha, na akatengeneza mahusiano yaliyokuwa mema na viumbe wenzie, fa ajruhu ala Allah, ujira wake ataukuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu ametaja vitu viwili hapa katika aya hii. Kwanza Mwenyezi Mungu anasema faman afa, yule atakayesamehe. Mwenyezi Mungu ametaja msamaha hapa, umekoseana na mtu ukamsamehe, lakini haikuishia tu kumsamehe, wa aslaha, ukatengeneza islahi baina ya yule mtu uliyegombana naye, mkapatana, au ukaenda ukawapatanisha watu waliokuwa wamegombana. Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala anasema fa ajruhu ala Allah, ujira wake mtu huyo utakuwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hapa Mwenyezi Mungu pia anajaribu kushajiisha, kuonyesha umuhimu wa kusameheana kabla ya kuingia kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni jambo la muhimu sana, kwa sababu tunaingia katika Ramadhani, ni mwezi wa fursa. Kuna fursa ya kuweza kusamehewa madhambi yetu na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume anasema, man sama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yule ambaye atakayefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, ukweli wa kufunga aliyakuwa ana imani ya dhati, ana imani iliyokuwa thabiti katika nafsi yake, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Mwenyezi Mungu atamsamehe madhambi yake yaliyopita. Kwa hiyo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kuna fursa ya kuweza kusamehewa madhambi yetu, lakini haiwezekani kusamehewa madhambi ikiwa sisi wenyewe kuna watu wametukosea kisha tukawa tumeshindwa kuwasamehe wale watu. Yani Ramadhani itaisha hali ya kuwa mtu umepata hasara ukusamehewa madhambi yako na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo Mtume katika moja ya dua zake alisikika akiwa anapanda kwenye mimbari akiitikia amin amin amin. Masahaba wakamuuliza ni kitu gani kilichokuwa kinamfanya Mtume aitikie amin kila alipokuwa akipanda ngazi moja katika mimbari yake? Ni kitu gani Mtume kilichomfanya aitikie amin? Masahaba walipomuuliza Mtume akasema, raghima anfu rajulin jaatuhu Ramadhan falam yughfar lah, amepata hasara, ameangukia pua yule ambaye umemdiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani kisha mtu yule akawa hakusamehewa. Amepata hasara, ameangukia pua yule ambaye ameingia katika mwezi mtukufu kisha akafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kisha yule mtu akawa hakusamehewa madhambi yake, mtu huyo akapata hasara. Mtume katika miongoni mwa dua alizokuwa akiitikia amin ni katika miongoni mwa watu ambao watakaokuwa wamefanya upuuzi na mwisho wa siku akashindwa kusamehewa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mtume alikuwa anaitikia dua ya Jibril alayhi salam kuwaambia hawa ambao Ramadhani imewakuta kisha wakawa hawakupata faida ya kusamehewa madhambi yao na Allah subhanahu wa ta'ala.
Kwa hiyo kuna faida kubwa inayopatikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa mtu kuweza kusamehewa madhambi, lakini haiwezekani kusamehewa madhambi ila lazima kwanza sisi wenyewe tuwe tayari kuweza kusameheana na kutengeneza islahi baina yetu. Na katika aya nyingine Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala anasema wama zada Allah wama zada katika ule msamaha atakaokuwa amemsamehe binadamu mwenzie. Yani ukimsamehe mtu hakuna unachozidishiwa isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuzidishia utukufu wewe. Inawezekana ukaona kama vile ni udhaifu, lakini yule anayemsamehe mwenzie Mwenyezi Mungu anamzidishia utukufu. Wama zada Allahu 'abdan bi'afwin illa izzan. Mwenyezi Mungu hamzidishi yule ambaye mja aliyeweza kusamehe, aliyeweza kutafuta islahi na binadamu mwenzie, isipokuwa atamzidishia utukufu. Lakini katika hali ya kibinadamu ya kawaida unaweza ukaona kama kuomba msamaha ni udhaifu. Hapana, kuomba msamaha sio udhaifu, bali mtu mwenye imani ya kweli na mwenye uchamungu wa kweli anakumbuka kuomba msamaha. Kwa hiyo haya ni katika miongoni mwa mambo ambayo yatakiwa tuweze kuyafanya kabla ya kuingia kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mimi naamini sisi binadamu tunakoseana sana, tunakoseana mno, tunakoseana katika miamala yetu, tunakoseana katika kazi zetu, kwenye biashara, tukiishi misikitini kama hivi, pengine katika majumba yetu na ndugu zetu. Kuna baadhi ya sehemu tunakwazana kama wanadamu, lakini pale tunapokwazana tukumbuke kusameheana. Yani mwanadamu hatakiwi kufa hali ya kuwa ana shahna, ana vinyongo kwa Muislamu mwenzie, ana vinyongo kwa ndugu yake, ana vinyongo kwa jirani yake. Hapana, Muislamu hatakiwi kufa hivyo, na wala Muislamu hatakiwi kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani hali ya kuwa ana hiyo shahna, ana hikdi, ana hasadi katika nafsi yake kwa ajili ya ndugu yake. Kwa hiyo haya walikuwa wakiyafanya salafu na saleh, walikuwa wakiyafanya waja wema waliopita. Ilikuwa kabla ya kuingia kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi mtu ilikuwa akitafuta nani nimemkosea mimi katika maisha yangu, na kama akigundua kuna mtu amemkosea anakwenda kumuomba radhi yule mtu bila kuangalia kuwa ni Muislamu au sio Muislamu. Hata kama sio Muislamu umemkosea, nenda kamuombe radhi, na kama wewe ndio amekukosea msamehe yule mtu kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuko sahaba mmoja siku moja Mtume alikuwa amekaa na masahaba, akawa anakuja Mtume akawaambia ataingia mtu wa peponi muda sio mrefu. Masahaba wakawa wako attention kuangalia nani ataingia. Mara ghafla akaingia yule sahaba kwenye kile kikao. Masahaba wenzie wakataka kujua kuna amali gani, kuna kheri gani anaifanya, mpaka Mtume akasema kwamba kuna mtu wa peponi ataingia sasa hivi. Watu wakaanza kumpeleleza, huenda pengine anasimama usiku sana, anatoa sadaka sana, anafanya hivi. Kila wakimpeleleza wanagundua bwana akitoka Isha anakwenda analala, na wala alikuwa atoi sadaka sana. Lakini baada ya watu kumpeleleza kwa muda mrefu, siku hiyo wakaja wakamuuliza, hebu tuambie siri yako ni nini wewe mpaka Mtume kwa kubashiria pepo? Yule bwana akawaambia, mimi silali ila nahakikisha walionikosea wote nimewasamehe. Yule sahaba anasema, mimi silali ila ninahakikisha walionikosea wote nimewasamehe. Pengine huenda kwa hilo jambo nalolifanya ndio Mtume mimi kanibashiria pepo, lakini sina kheri yoyote, sina amali yoyote kubwa ninayoifanya. Kwa hiyo unaweza ukaona jambo la kumsamehe mtu ni jambo dogo, lakini kumbe mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni jambo kubwa. Kwa hiyo kumsamehe mtu sio udhaifu, na kwenda kuomba radhi kwa mtu sio udhaifu, bali ni kutengeneza mahusiano yaliyokuwa mema baina yako wewe na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ni vyema kabla ya kuingia kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani tukatengeneza kitu kinaitwa at-tasamuh, kusameheana baina yetu sisi kwa sisi katika yale ambayo tuliokuwa tumekoseana. Lakini katika miongoni mwa vitu ambavyo vinatakiwa kufanyika kabla ya kuingia kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kuhakikisha ya kwamba tuna alaka nzuri baina yetu na wazazi wetu, ni kuhakikisha tuna alaka nzuri, mahusiano mazuri baina yetu na wazazi wetu kabla ya kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani.
tuhakikishe tumetengeneza mahusiano yetu baina yetu na wazazi wetu. Kama mtu na baba yake yuko hai, kama mtu na mama yake yuko hai, ahakikishe mama yake yuko radhi na yeye na baba yake yuko radhi na yeye, kwa sababu unaweza ukaingia ndani ya Ramadhani, mama yako ana kinyongo, baba yako ana kinyongo, Ramadhani haiwezi kukusaidia chochote, kwa sababu utakuwa katika chuki ya Mwenyezi Mungu. Yule ambaye ana chuki ya wazazi wake wawili, kwa maana anakuwa na chuki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo unaweza ukaingia kufunga lakini usipate faida ya funga mwezi mtukufu Ramadhani. Kwa hiyo ni vyema kama una wazazi wako ukatengeneza alaka iliyokuwa njema, na inawezekana wazazi wako pia wakawa hawapo duniani, bado una mlango wa kuweza kutengeneza mahusiano na wazee wako hata kama wapo kaburini. Tengeneza mahusiano na wazee wako hata kama wapo kaburini. Hakikisha unawakumbuka hata kama kwa dua. Yani wakati tunaingia katika mwezi mtukufu Ramadhani kwenda kumuomba Allah msamaha, atusamehe madhambi yetu, tuhakikishe na sisi wazee wetu kwenye makaburi yao kule walipo tunawaombea msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu aliwahi kuulizwa Mtume, hal baqiya min birri abawayya shay'un abarruhuma bihi ba'da mautihima, kuna wema ambao mimi naweza kuufanya kwa wazee wangu wawili baada ya kuwa wamekufa? Mtume akasema naam, as-salatu alayhima, ad-du'a alayhima, ni kuombea dua wazee wako, wal istighfaru lahuma, na kuombea msamaha wazee wako. Kwa hiyo kuombea msamaha wazee wako waliotangulia mbele ya haki ni kitu ambacho yatakiwa ukifanye kabla ya kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu wewe unakwenda kutafuta msamaha wa Allah. Sasa unawezaje kuingia katika msamaha wa Allah hali ya kuwa na wewe umesahau kuombea msamaha wazee wako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa umesahau ihsan? Kwa sababu sifa ya mcha Mungu, wallahu yuhibbul muhsinin, Mwenyezi Mungu anawapenda wenye kufanya ihsan. Katika miongoni mwa ihsan ni wewe kuwafanyia wema wazazi wako wawili. Wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsan, tumemhusia mwanadamu kuwafanyia wema wazazi wake wawili, ihsan. Na Mwenyezi Mungu anawapenda wenye kufanya ihsani, wallahu yuhibbul muhsinin, Mwenyezi Mungu anawapenda wenye kufanya ihsani. Kwa hiyo kuwaombea dua wazee wako, kuwaombea msamaha wazee wako ni katika ihsani. Kwa hiyo ikiwa unatarajia msamaha wa Allah katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni vyema kabla ya kuingia kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani na wewe ukawakumbuka wazee wako, na wewe ukawa unawakumbuka wazee wako kuwaombea maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kule walipo hakuna wanachokitegemea isipokuwa ni sisi watoto tuliobakia duniani kuwakumbuka wazee wetu. Ikiwa tunatarajia tupate msamaha wa Allah katika Ramadhani, basi kwa vyovyote vile lazima na sisi tukumbuke kuwaombea msamaha wazee wetu, ili tuweze kutengeneza alaka iliyokuwa njema baina yetu sisi na Allah subhanahu wa ta'ala. Hatuwezi kuwa na mahusiano yaliyokuwa mazuri na Allah ikiwa mahusiano yetu yamekatika baina yetu sisi na wazazi wetu. Hatuwezi kuwa na mahusiano mazuri na Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa mahusiano yetu yamekatika baina yetu sisi na wazazi wetu. Kwa hiyo jambo la pili, baada ya kutafuta islahi na wanadamu wenzio, baada ya kuombana radhi na wanadamu wenzio, jambo muhimu linalofuatia kabla ya kuingia kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kuhakikisha unatengeneza alaka, mahusiano ya wazee wako, ima wako hai au wamefariki. Kama wako hai, basi waombe radhi wazee wako. Kama kuna jambo mmekoseana, waombe radhi, waombe msamaha wazee wako, uingie ndani ya Ramadhani hali ya kuwa wamekusamehe. Na kama wamefariki, basi kumbuka kuombea dua na kuombea msamaha kwa Allah, ili na wewe utakapokuwa umekaa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, unaposema Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna, unamuomba Mwenyezi Mungu msamaha, basi ionekane kweli huyu mwanadamu ana mahusiano yaliyokuwa bora na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini vile vile kabla kuingia kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni vyema tukatengeneza mahusiano yetu baina yetu sisi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna mahusiano baina ya mja na mja, pengine mmekoseana mkaombana radhi, lakini kuna mahusiano baina yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Ni vizuri sana ukatengeneza mahusiano yako baina yako na Allah subhanahu wa ta'ala. Ni vipi utaweza kutengeneza mahusiano yako na Allah subhanahu wa ta'ala? Mahusiano yako baina yako na Allah subhanahu wa ta'ala ni kuweza, wakati unaingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, uingie hali ya kuwa Mwenyezi Mungu una mahusiano naye mazuri. Unapoenda kuomba msamaha,
unaposema Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, wakati unaomba msamaha, basi una mahusiano mazuri na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ukiwa na mahusiano mabaya na Allah, Mwenyezi Mungu hawezi kupokea toba yako, hawezi kupokea maghfira yako, msamaha wako unaoomba mbele yake. Mwenyezi Mungu hawezi kupokea. Yani haiwezekani unamuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa umemkosea vya kumkosea, kisha ukuomba ukufanya istighfar, ukumuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi unaingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kisha unamuomba akusamehe hali ya kuwa wewe kutengeneza mahusiano yaliyokuwa mazuri? Kwa kawaida ukitaka kumuomba mtu lazima uanze kumsifia, uanze kumpamba, mara unataka kutafuta uchawa nini, unataka kumuomba kitu. Yani kibinadamu iko hivyo. Sasa je, kwa Allah subhanahu wa ta'ala ipoje? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala huwezi kumfanyia mudahana, huwezi kumpakapaka mafuta, lakini unachoweza kufanya kwa Allah ni kuweza kurekebisha, kufanya istighfar, kutubia kweli yale makosa uliyofanya. Tabani kila mwanadamu ana makosa yake, kila mwanadamu ana makosa. Mtume anasema kullu ibn adam khata'un, kila mwanadamu ana makosa, anakosea, na sote tuliokuwa hapo tuna makosa yetu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu analijua hilo. Lakini je, baada ya kukosea nini kinafuatia? Ni sisi kukumbuka kurejea kufanya istighfar kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tukileta istighfar, Mwenyezi Mungu ghadhabu yake, ile chuki yake, hasira zake zinapungua juu yetu. Ukienda kumwomba msamaha, Mwenyezi Mungu anapokea ule msamaha. Kwa sababu gani? Ulimuudhi na ukamuomba msamaha, Allah subhanahu wa ta'ala kwa vyovyote lazima atapokea msamaha wako uliokwenda kumuomba. Na ndio maana ukaona katika moja ya dua iliyokuwa kubwa, miongoni mwa dua iliyokuwa kubwa, na mwanadamu akikithirisha dua hiyo, basi Mwenyezi Mungu anampa chochote anachokitaka, ni kitu kinaitwa istighfar. Yani istighfar ni katika miongoni mwa dua kubwa ambayo mwanadamu akikithiri nayo, Mwenyezi Mungu anampa chochote anachokitaka kwenye maisha yake. Ndio maana kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil as-samaa alaykum bidrara. Yani maana yake hata mvua ikikosekana, watu wakikithirisha kumrejea Allah wakafanya istighfar, Mwenyezi Mungu analeta mvua. Si umeona sasa hivi mvua hakuna, imekata, watu wanahangaika, mvua imekata, na kilimo. Ili mvua ije, hakuna kinachoweza kuleta mvua isipokuwa ni istighfar. Kwa sababu katika miongoni mwa vitu ambavyo Mwenyezi Mungu huleta kama adhabu kwa waja ni kuondosha mvua pale ambapo wanapokuwa wamekithiri katika maana ghafara yursilis samaa alaykum midrar. Mwenyezi Mungu anasema nitawaleteeni mvua mkileta istighfar. Ndio maana Musa alayhi salam walipokuwa wamepata ukame wakati wa enzi zake, Musa walipata ukame mkubwa sana, wakawa wametoka wakaenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Musa kaenda kuongea na Allah, wakajipanga. Walipojipanga pale, Musa anaongea na Allah, mvua imekuwa hakuna, ukame umekithiri. Sababu ni nini? Mwenyezi Mungu anamwambia Musa, katika nyinyi wako watu wanaoniasi madhambi makubwa kiasi ambacho hakuna mfano wake, ndio maana mvua imekuwa hainyeshi. Wakati Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala anaongea na Musa, Musa akarudi kuja kuwauliza watu wake, ni nani anafanya maasi, anafanya madhambi mpaka Mwenyezi Mungu anakasirika, anazuia mvua? Kila mmoja akabakia kuwa kimya. Kumbe kuna mmoja kati ya wale ndio alikuwa anafanya maasi ya kumuudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Yule bwana alipogundua lile, kimoyomoyo kwa siri akaanza kuleta istighfar, akaanza kuleta msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wakati analeta istighfar, Musa anatoka tena anaenda kwa Allah baada ya kukosa jibu. Anakwenda kwa Allah, mvua inanyesha. Musa hakupewa majibu, mvua inanyesha. Musa anamuuliza Allah, mbona mvua inanyesha hali ya kuwa hatujamjua aliyekuwa anafanya madhambi? Mwenyezi Mungu anasema yule ambaye aliyekuwa anafanya madhambi ilikuwa ni siri yangu baina mimi na yeye, na alipojua kuwa amefanya makosa, amefanya toba, ameleta istighfar, na mimi nimemsamehe, ndio maana mvua ikanyesha. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba mvua inaletwa na istighfar. Hakuna dua iliyokuwa kubwa kama istighfar. Kwa nini? Kwa sababu istighfar inapunguza ghadhabu za Mwenyezi Mungu. Kwa mfano, maisha yamekuwa ya dhiki, biashara zimekuwa ngumu, pengine riziki imekuwa mtihani, kithiri kufanya istighfar. Kithiri kwenye kufanya istighfar. Kwa sababu gani?
Aliwahi kufuatwa mtu mmoja, alienda kuambiwa, bwana, tumekuja mwana wa chuoni. Wako baadhi ya watu wanasema alikuwa ni Imam Busiri, aliishi katika nchi ya Basra, Iraq ya leo. Alikwenda kufatwa, bwana shekhi, tumekuja, hali ya maisha imekuwa ngumu, mitihani imekuwa mikubwa katika familia zetu. Jibu lake akawaambia, istaghfirullah, mtakeni msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Wale mabwana wakaenda zao, wakakaa. Baada ya muda, mvua, ukame, mazao hakuna, wakamfuata tena, tumekuja shekhi, hali imekuwa ngumu, tufanyeje? Akawaambia, istaghfirullah, mtakeni msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Wakakaa tena, baada ya muda wakaenda, nimekuja mimi sina watoto, na kulalamikia hivi, hali ngumu, watoto wangu mimi hivi, sina watoto. Mwingine yule bwana jibu lake istaghfirullah. Kila aliyekuwa anaulizwa jawabu lake istaghfirullah, mtakeni msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Mwisho wa siku akaja akawaambia, Mwenyezi Mungu anasema, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Mwenyezi Mungu atawaleteni mali, atawaleteni watoto pale ambapo mtakapokuwa mmekithirisha kufanya istighfar. Kwa hiyo istighfar ndio kila kitu. Usiingie katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kabla ya kutengeneza mahusiano yako na Allah kwa kuleta istighfar, kumuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Yani usisubiri Ramadhani ndio uingie uanze kuleta istighfar. Hapana, Ramadhani si mwezi ndio wa kuleta toba, kufanya istighfar. Istighfar zilete kabla ya kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Unaingia hali ya kuwa Mwenyezi Mungu yuko radhi na wewe. Unaingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, Mwenyezi Mungu yuko radhi na wewe. Kwa hiyo tukithirishe sana kuleta istighfar kwa masiku haya yaliyobakia na kutubia kwa Allah toba iliyokuwa ya kweli, ili tukiingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunapokuwa tunanyanyua mikono kumwambia Allah, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni, Mwenyezi Mungu anaona kweli mja wangu huyu ana mahusiano mazuri na mimi. Mwenyezi Mungu anaweza kupokea toba yetu, na Mwenyezi Mungu anaweza kupokea funga zetu, na anaweza kutusamehe katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini jambo la mwisho kwa kumalizia, kabla ya kuingia kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni vizuri ukahakikisha kama kuna haki za watu ukarejesha. Kama kuna mtu una haki yake, hakikisha unamrejeshea haki yake. Yani usiingie katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ikiwa huna uwezo wa kumrejeshea, mfuate, mueleze, bwana, mimi nina haki yako, lakini nipe muda nitakurejeshea. Yani yule mtu mwenye haki yake kwako aridhie, awe yuko radhi na wewe, lakini usiingie katika Ramadhani hali ya kuwa kuna dhulma umefanya mahala. Kuna dhulma umefanya mahala. Usiingie katika mwezi mtukufu wa Ramadhani katika hali kama hiyo. Kama kuna mtu ana haki yake, mrudishie, mwambie, bwana, haki yako hii. Yani uingie katika Ramadhani hali ya kuwa una mahusiano mazuri na Allah subhanahu wa ta'ala, una mahusiano mazuri na wanadamu wenzio. Manake kuna haki zinahusiana na Allah subhanahu wa ta'ala katika toba, na kuna haki zinahusiana na Allah subhanahu wa ta'ala. Haki ambazo zinahusiana na wanadamu wenzio ni lazima uweze kuzirejesha, ndio Mwenyezi Mungu atakubali toba yako. Haki ambayo inafungamana na Allah, muelekee mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu atakusamehe. Lakini ile haki inayoambatana na binadamu wenzio, huwezi kumwelekea Allah kwa sababu ile ina mwenyewe. Miongoni mwa shurut katika tauba, ukisoma kwenye Riyadhus Salihin kuna shurutu tauba, masharti ya toba yameorodheshwa pale. Miongoni mwayo ni kurudisha haki ya mtu mwenye haki yake, kwa sababu haki ipo ya mwanadamu na kuna haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, kurudisha haki ya mtu. Kwa hiyo ni vyema kabla ya kuingia kwa Ramadhani unakaa mwenyewe unajitafakari, hivi mimi nina haki ya nani? Fulani nina haki yake, sina uwezo wa kumpa kwa mdau, mfuate, nenda kamwambie, bwana, mimi nina haki yako lakini sina uwezo kwa mdau. Yule bwana aridhie, basi hamna shida, ukipata utanipa. Yani ingia hali ya kuwa moyo wako upo salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usiingie hali ya kuwa unajua kuna mtu umemdhulumu, kuna mtu umemnyang'anya hiki, kuna mtu afanya hivi, kuna mtu afanya. Usiingie katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ukiwa katika hali kama hiyo. Unaweza ukajikuta unashindana njaa na Ramadhani isikusaidie chochote. Ndio maana watu wengi sana tumefunga Ramadhani, lakini mpaka leo ile qimma kiwango cha ucha Mungu hatujafikia. Kwa nini hatujafikia? Kwa sababu ukija kuangalia kuna mashimo mengi, kuna mashimo. Tumeingia katika Ramadhani hali ya kuwa kuna mashimo. Kwa hiyo ni vyema hilo mwanadamu akajikagua mwenyewe
na akaona kwamba nani mimi nina haki yake niweze kumrejeshia kabla ya kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na masahaba walikuwa wakifanya hivyo, ilikuwa inafika mahala mtu anakaa anaangalia nani mimi nimemkosea, nani mimi nina haki yake, mpaka irejeshe ile haki. Ndio anaona kama vile kafunguka kamba kwenye shingo. Lakini leo hali ilivyo ni kwamba mtu anaweza akawa na haki za watu na mtu amekalia tu. Pengine mtu anaweza akawa bosi kwenye kampuni au ndio manager kwenye kampuni, anazuia mishahara ya watu kwa kuwa yeye ana mamlaka, anazuia tu anapotaka yeye. Sasa brother, unazuia vipi haki ya mtu? Mwenyewe anasononeka, ana watoto wake wanalia njaa kule. Sasa unaingia kwenye Ramadhani aliyakuwa kuna haki ya mtu. Mpe mwenyewe haki yake. Mpe mwenyewe haki yake. Usiingie katika Ramadhani hali ya kuwa umeng'ang'ania haki ya mtu. Ile unavyosononeka vile, ile inakuwa shida kwa upande wako. Kwa hiyo hakikisha unaingia katika Ramadhani umejiandaa ipasavyo kwa kurudisha haki za watu. Lakini pia sisi tuna watu wanaotutegemea. Kuna watu wanaotutegemea, tuna ndugu wa karibu, tuna wazazi, pengine kuna mayatima tunalea, pengine kuna, hakikisha wale nao umewatendea yaliyokuwa mazuri. Katika miongoni mwa alaka iliyokuwa njema na kutengeneza alaka na Allah subhanahu wa ta'ala ni kuweza kuwafanyia wema, kuwafanyia uzuri wale ambao wanakutegemea. Ikiwa ni familia yako, basi hakikisha unawatendea uzuri nao waingie katika Ramadhani hali ya kuwa wanafurahia kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kama una mke wako nyumbani, hakikisha anaingia katika Ramadhani hali ya kuwa anafurahia kwamba anaingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini pana watu wake zao wanaingia katika Ramadhani, mtu anaona kama anaingia kwenye jahannam, kwa sababu kwenye nyumba hakuna maelewano. Mtu haelewani na mke wake, mtu haelewani na wanawe, mtu amekuwa mbogo kwenye nyumba. Rudisha mahusiano kwenye nyumba yako, kiasi ambacho watoto wanafurahia kuingia kwa Ramadhani, mke anafurahia kuingia kwa Ramadhani, ndugu wanafurahia kuingia kwa Ramadhani. Kama una uwezo wa kuwasaidia, wasaidie wajiandae kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ili na wao wasiwe na stress kwamba watapata wapi iftari, hali itakuwaje katika Ramadhani. Kama una uwezo wasaidie. Lakini kuna watu hapa waongei na wake zao, yaani mtu anaingia kwenye Ramadhani, mtu na mke wake amenuniana. Haiwezekani tukaingia katika Ramadhani tukaifurahia Ramadhani hali ya kuwa hatuna mahusiano yaliyokuwa mazuri kwenye familia zetu. Lazima tufurahi na familia. Mtume anasema khairukum li ahli, mbora wenu ni ule mbora ambaye kwa familia yake ndio mbora. Wa ana khairukum li ahli, na mimi mtume wenu ni mbora kwa familia yangu. Mtume alikuwa ni mkarimu kwa familia yake, mtume alikuwa anakea familia yake, mtume alikuwa anajali familia yake. Kwa hiyo ni vizuri na sisi tukajali familia zetu kabla ya kuingia kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Una mke wako, mnunulie abaya zuri, mnunulie kijola kizuri, pengine kijola hiki bwana mke wangu cha kupikia iftari hiki ndani, mnunulie avae kabla ya kuingia kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yaani unatengeneza mazingira afurahie mwezi mtukufu wa Ramadhani. Waingereza wana methali moja wanasema charity begins at home. Sadaka huwa inaanzia nyumbani. Charity begins at home. Sadaka inaanzia nyumbani. Kama kuna mahala ambapo unatakiwa upafurahishe zaidi, nyumbani kwako kwanza. Lakini kuna watu hapa wanafurahisha watu nje, majumbani kwao hawafurahishi wake zao. Kwa hiyo kama unaweza kumnunulia abaya mke wako kabla Ramadhani, nenda kamnunulia abaya, mwambie mke wangu nimekununulia abaya hili kwa ajili ya kupikia iftari. Utaona mke wako anafurahi, anaingia katika Ramadhani ana furaha kubwa. Kama unaweza kuwanunulia wanangu nguo, nimwanunulieni hizi kwa ajili ya mfunge Ramadhani. Unaona watoto unakuwa umewamotivate, umewaencourage kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kama kuna ndugu ambao nao wanakuhitajia, wapelekee mahitaji, wanaingia katika Ramadhani hali ya kuwa wanafuraha. Umeingiza furaha katika nafsi zao. Kwa hiyo kama una uwezo huo, fanya hivyo kabla ya kuingia kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa sababu kuna watu wanaingia katika Ramadhani hawajui wanakwenda kula nini katika Ramadhani. Inawezekana wewe leo ukawa unajua, lakini kuna watu wallahi nakuapieni wanaingia katika Ramadhani hawajui wanakwenda kula nini ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hawajui wanakwenda kula nini. Sasa tuna siku hapa 7 sijui 6 zimebakia. Ni vyema kama mtu ana uwezo akahakikisha kwamba pengine huyu hana uwezo wa iftari, basi mtengenezee mazingira mazuri kufurahi kwake yule. Allah subhanahu wa ta'ala na wewe anakwenda kukufurahisha na kumfuturisha yule ambaye aliyefunga. Malipo yake mfano wa yule aliyefunga unapewa wewe, ule mfuturisha. Kwa hiyo kama una uwezo, fanya maandalizi yaliyokuwa mazuri kwa familia yako, kwa ndugu zako, kwa majirani zako, kwa watu wasiokuwa na uwezo.
waandalie mazingira mazuri waweze kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu ni mwezi wa rahma, ni mwezi wa huruma, ni mwezi wa mapenzi, wa kuhurumiana baina yetu. Yani kama kuna mwezi ambao Waislamu wanapaswa kuhurumiana sana ni katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu ni mwezi ambao unakuja kutuunganisha, letu linakuwa ni moja. Haubagui tajiri, haubagui maskini, sijui mwenye cheo, rais, waziri, mbunge, haubagui. Sote tunafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani na sote tunakaa na njaa. Hiyo ndio rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala aloleta katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wala pengine usije ukasema huyu tajiri pengine anafunga mpaka mchana alafu jioni anafungua kidogo. Hapa sote tunafunga kuanzia alfajiri mpaka ila ghurubi shamsi, mpaka kuzama kwa jua. Mwenyezi Mungu hapa alikuwa anatengeneza usawa na mapenzi baina yetu, kupendana, na wale waliokuwa nacho kuwakumbuka wale wasiokuwa nacho, wajue kama kuna njaa. Matajiri nao wanavokaa na njaa ndani ya Ramadhani, wajue pia kuna njaa. Kwa hiyo wawakumbuke wale ambao wasiokuwa nacho. Hii ndiyo maana halisi ya kuukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa kuna baadhi ya watu leo wamejipanga kwa ajili ya kuvunja jungu. Nimeona katika mitandao kuna concert zimeandaliwa, kuna matamasha yameandaliwa kwa ajili ya kwenda kuvunja jungu. Yaani hii ndiyo namna ambavyo baadhi ya watu wanaukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sitaki kuzungumzia habari ya Ramadhani Cup, baki naona mashekhi wameongea sana. Sizungumzia habari hiyo mimi. Nazungumzia habari ya kuvunja jungu. Mkitembea sasa hivi barabarani mtaona kuna matangazo. Kuna concert zimeandaliwa kwa ajili ya kwenda kuvunja jungu. Ni nani anayekwenda kuvunja jungu? Walioandaliwa maconcert yale ni Waislamu, kwa sababu ndio wanaoingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa swali la kujiuliza, mbona tunamcheza shere Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala? Yukhadi'una Allah walladhina amanu wama yakhda'una illa anfusahum. Yani mnamkhadaa Mwenyezi Mungu, unajitia wewe mcha Mungu na kwenda kuvunja jungu, siku ya pili yake unaingia katika funga. Subhanallah, subhanallah, yani unajifanya wewe mcha Mungu. Mbona unamkhadaa Mwenyezi Mungu? Sasa hivi kuna mtu ana kimada wake sasa hivi kashaanza kuweka mikakati mapema ya kuanza kumwandalia vitu vya kumwekea ndani ili Ramadhani ikifika ajitenge naye. Mbona unamkhadaa Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala? Sasa hivi kuna watu wanajiandaa kubeti mikeka yao ya mwisho. Hii wiki tunayokwenda nayo, hii mechi za weekend hii tunayokwenda nayo, kuna watu wanakwenda kubeti mwisho kwa sababu anajua Ramadhani inakuja. Mbona unamkhadaa Mwenyezi Mungu? Kuna watu wanajiandaa kwenda kunywa pombe, kufanya, yaani kuna watu wanajiandaa mambo ya anasa wiki hii, wakimaliza wanaingia katika Ramadhani. Ramadhani ikiisha wanarudi tena kwenye anasa zile. Mbona tunamkhadaa Mwenyezi Mungu? Mwenyezi Mungu anasema yukhadi'una Allah walladhina amanu, wanamfanyia khada Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala na wale ambao walioamini. Lakini Mwenyezi Mungu wama yakhda'una illa anfusahum, wanajihadaa wenyewe katika nafsi zao. Mwenyezi Mungu wala hana shida na amali zako, wewe ndiye mwenye shida na Allah. Kwa hiyo wala umcheze shere Mwenyezi Mungu, unajicheza shere mwenyewe. Kwa hiyo Allah, wale ambao wanajiandaa kwa ajili ya kwenda kuvunja jungu, tusiende kuvunja jungu mabwana, tusiende kuvunja jungu. Jungu maana yake ni watu kujipanga kwa ajili ya kwenda kufanya maasi ya mwisho. Ndio maana ya kuvunja jungu, kwamba watu wanajipanga kwenda kufanya maasi ya mwisho kabla ya kuingia kwa Ramadhani. Yaani Ramadhani wanaifanya kama jela, yaani kama vile wanakwenda kuingia jela. Kwa hiyo anafanya mara mwisho aingie katika jela, kitu ambacho sio sawa. Tukaribishe mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa mambo yaliyokuwa ya kheri, kwa mambo yaliyokuwa mazuri. Inshallah tuadhini, muda wa adhana umefika, na baada ya adhana inshallah tumalizie dakika hizi 3 zilizobaki, kisha tuingie katika swala ya Isha inshallah.